Hello wapendwa watazamaji, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Na leo tunaenda kuzungumzia mada ambayo imekuwa ikiwachanganya akina mama wengi wajawazito, nayo ni dalili ya mimba ya mtoto wa kiume. Watu wamekuwa wakihisi hizo dalili bila kufanya vipimo, lakini wenda umewahi kusikia watu wakisema ukiona hivi basi ni hivi, ukiona hivi basi ni mtoto wa kiume, au ukifanya hivi basi tumboni kuna mvulana. Na lakini swali ambalo ni kubwa ambalo unaweza ukajiuliza ni je, dalili hizi zina ukweli wa kisayansi? Tafadhali endelea kuangalia mpaka mwisho. Dalili zinazodaiwa kuonyesha mimba ya mtoto wa kiume. Hebu sasa tuangalie ni dalili gani ambazo zitakufanya wewe uweze kujua kwamba wewe ni mtoto wa kiume au ni mtoto wa kike, na je, ni dalili za kisayansi au za kijamii tu? Na dalili ya kwanza ni tumbo kubeba chini, yani tumbo linakuwa chini kuliko mtoto wa kike. Watu wengi huamini kuwa tumbo likiwa chini kwa mama ni mtoto wa kiume. Lakini dalili ya pili, kichefuchefu kidogo kuliko kutokupata kichefuchefu kabisa. Na kuna imani kuwa mimba ya mtoto wa kiume haina kichefuchefu kingi kama mtoto wa kike. Na dalili ya tatu, kwamba kupenda kula vyakula vyenye chumvi kuliko vyenye sukari. Na dalili nyingine kwamba mapigo ya moyo wa mtoto kuwa chini ya midundo 140 kwa dakika. Lakini dalili nyingine ni mama kuwa na nguvu zaidi, kutokupata uchovu mwingi, au hata kuwa na mabadiliko ya ngozi kama chunusi. Dalili ya sita ni nywele za mama kuwa na afya zaidi kuliko kukua kwa kiasi kama angekuwa mtoto wake. Je, hizi dalili zina ukweli wa kisayansi? Sasa tufike kwenye ukweli. Kwa mjibu wa sayansi au na wataalamu wa afya, hakuna dalili za mwili wa mama zinazoweza kuthibitisha kwa jinsia ya mtoto tumboni. Na dalili zote tulizozitaja hapo juu, tumbo kubeba chini, kichefuchefu, aina ya vyakula, kutopenda, lakini pia mapigo ya moyo wa mtoto, hazina uthibitisho wa kisayansi au wa kitaalamu. Na mambo haya hutofautiana kutokana na mama mmoja hadi mwingine, lakini pia hata mimba moja hadi nyingine kwa mama yule yule. Lakini kitu ambacho wanatakiwa kujua, basi jinsia ya mtoto utaifahamuje kisayansi? Jinsia ya mtoto huamuliwa wakati wa mimba kutungwa kulingana na mbegu za mwanaume. Mbegu yenye chromosome namba Y huleta mtoto wa kiume, lakini mbegu yenye chromosome X huleta mtoto wa kike. Na njia pekee na salama ya uhakika kujua jinsia ya mtoto ni kipimo cha ultrasound au scan. Lakini pia mara nyingi huanzia wiki 18 mpaka 22 ya ujauzito ndio unaweza ukapima na ukapata majibu yaliyo mazuri. Onyo kwa mwanamke mjamzito, ni muhimu sana kutotegemea dalili hizi kama ni kweli. Badala yake zingatia kliniki, lishe bora, lakini pia zingatia mapumziko kwa wakati na ufate ushauri wa wataalamu wa daktari. Itakushauri sana kuhusiana na vitu ambavyo vitakufanya uwe na afya njema pamoja na mtoto tumboni. Afya ya mama na mtoto ndio jambo la msingi zaidi kuliko jinsia ya mtoto. Na kwa kifupi zaidi, dalili ya mimba ya mtoto wa kiume ni imani za kijamii, sio kweli. Sio, haina ukweli wowote wa kisayansi. Kila mimba ni ya kipekee na dalili unazozipata haziamui jinsia ya mtoto. Zinaweza zikatofautiana kulingana na ulivyo wewe au kulingana na utakavyopima ukapata majibu. Lakini wito wangu ni nini? Kama umejifunza kitu kwenye video hii, tafadhali bonyeza like, subscribe kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, lakini pia usisahau kushare kwa wajawazito wengi ili wapate kupata majibu ya afya za watoto wao ambao wako nao tumboni. Asante sana kwa kuangalia. Tutaonana kwenye video inayofuata nyingine.